Ndugu wananchi, tunajua kabisa Tunduma yetu ni lango la SADC. Ni lango ambalo linategemewa na nchi jirani, ambalo linategemea bidhaa nyingi kupita hapo. Kwa hiyo kuna fursa nyingi ambazo tunaweza tukazitumia katika kufanya biashara. Hivyo nizidi kuwasisitiza kwamba tuendelee kutanua wigo wa biashara na kuvuka mipaka. Mpaka huu Mungu aliyotujalia kupakana na huu uwe ni fursa ya kupeleka bidhaa zetu upande wa pili kwenda kuuza. Unapouza nje ya nchi, kipato kinaongezeka zaidi. Ndugu wananchi, tutambue kuwa mahitaji ya mikopo hii ya 10% ni makubwa sana kwa mji wa Tunduma. Katika mwaka huu wa fedha iliyoombwa kutoka kwenye vikundi 278 ilikuwa ni bilioni 23.014, lakini vikundi vilivyopewa mpaka sasa ni vikundi 57 ambavyo thamani yake ya fedha ni bilioni 1.675. Tutaona kuna ombwe kubwa, kuna gap, na ndio maana tumewaalika taasisi za kifedha nazo ziweze kutusaidia kutoa mikopo rahisi isiyokuwa na riba kama zile za kule kausha damu, ili muweze kufanya biashara. Mikopo hii inayotolewa, makusudi makubwa ni kuongeza mzunguko wa uchumi, ili sasa uzalishaji wa bidhaa za viwandani uweze kuongezeka na uwekezaji wa biashara za uwekezaji wa viwanda vya ndani uongezeke. Hivyo tunategemea baada ya kupata mikopo hii, mawazo yenu sasa yaongezeke, kujipanga kwa wakati mwingine mkuze mitaji yenu ili mwekeze kwenye viwanda vidogo vidogo na viwanda vya kati, na ikiwezekana viwanda vikubwa. Mkuu wa wilaya, vilivyopo mbele yako ni vikundi ambavyo vimekizi vigezo, vikundi 57. Hongereni sana. Mheshimiwa Mkuu wa wilaya, vile vikundi vilivyobaki ambavyo ni vikundi 221 vinatakiwa marekebisho. Na Mheshimiwa Mkuu wa wilaya, vikundi vielewe tu kwamba hatutatangaza tena mkopo mpaka vile ambavyo vimeshaomba vipate kwanza. Ndivyo vikao vilivyoamua. Kwa vile 221 vilivyobaki tumewapa muda wa wiki moja warekebishe. Baada ya hapo vitachambuliwa upya na kupata mkopo. Mheshimiwa Mkuu wa wilaya, tuhakikishie tu kwamba wananchi kwamba fedha inaendelea kukusanywa na watapata mikopo kadri makusanyo yanavyopatikana. Mheshimiwa Mkuu wa wilaya, toka tumeanza kutoa mikopo tumeshatoa bilioni 10. Ziko mtaani zinaendelea kutumika na zinaendelea kurejeshwa. Na leo hii Mheshimiwa Mkuu wa wilaya unaenda kutoa hundi ya bilioni 1.6 kwa vikundi hivi 57. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa wilaya, tunaishukuru halmashauri vile ambavyo tunakusanya mapato kwa kila siku na tunaenda kutoa mikopo hii kwa wanufaika wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Leo tupo hapa kwa ajili ya kuwezeshana. Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo kwa ajili ya kuwawezesha wafanyabiashara wadogo wadogo. Niwaombe fedha hizi mkizipata, twendeni tukafanye kazi zenye tija. Twendeni tukafanye biashara ambazo zitatupa faida na tutaweza kuzirudisha hizi fedha, na kesho tukaweza kukopa tena kwa kiwango cha juu zaidi. Lakini tunafahamu tuna changamoto za uhitaji wa fedha. Vikundi tunavyo vingi, wahitaji tunao wengi.
Wapo ambao wamekizi vigezo na wapo wale ambao wana dosari ndogo ndogo. Niwaombe kwa wakati mwingine nyinyi mkawe mabalozi sasa kuisemea halmashauri. Kuna watu hawaamini kama fedha zipo na tunatoa fedha kwa ajili ya kuwezesha wananchi wenzetu wa mji wa Tunduma. Twendeni mkawe mabalozi, tukawaambie watu wawe na mawazo yaliyonyoka, wawe na biashara zilizonyoka, ili kila mtu aweze kupata hizi fedha na kuweza kunufaika. Kwa hiyo kwa niaba ya halmashauri tunawaombea, mkizipata hizi fedha, fanyeni biashara, mpate maendeleo chanya kama lengo la Mheshimiwa Rais linavyotaka, kuwawezesha wananchi hasa wa mji wa Tunduma, sisi tuliopo hapa, ili muweze kufanikiwa. Kipekee nimesimama hapa kama ni katibu wa kikundi cha Power Investment Group. Nashukuru Mungu tuliingia kwa mara ya kwanza 2024 tuliposikia mkopo, tulifanikiwa kupata mkopo kwa asilimia nzuri, na kwa neema ya Mungu tuweza kufanikiwa na kupata. Katika mafanikio, mmoja wetu mmoja alikuwa yeye hana duka, alikuwa ni mjasiriamali ambaye yuko mnadani, lakini kwa neema mkopo huu mpaka tulipofikia hapa ameweza kufungua na duka, kutoka mnadani mpaka kufungua duka. Tunashukuru kwa neema ya Mungu kwa Msania. Kipekee tulipochukua 2024 mkopo tumeweza kurejesha vizuri, tumemaliza na tumeweza kukopa tena. Nashukuru Mungu tumepata neema kupata tena. Mungu awabariki viongozi. Asante sana.